Ni usiku wa hofu, ni usiku wa maswali mazito, ni usiku ambao wazazi waliamka kwa simu za taharuki, wanafunzi wakakosa usingizi na jamii nzima ya Magena ikabaki kujiuliza ni nini kinaendelea Magena. Dakika chache baadaye, saa 6 usiku, moto mkubwa ulizuka katika shule ya sekondari ya Magena Boys. Moto ambao uligeuka kuwa janga kubwa, ukiteketeza mabweni na mali za wanafunzi na kuacha machozi, simanzi na maswali yasiyo na majibu. Kwa mujibu wa taarifa za awali, moto huo ulizuka katikati ya usiku wakati wanafunzi wakiwa wamelala. Mabweni kadhaa yalishika moto kwa kasi kubwa, moto ukienea kwa haraka kiasi kwamba juhudi za awali za kuuzima zilionekana kushindwa. Wananchi wa maeneo ya jirani waliinuka kwa wingi wakijaribu kusaidia kuzima moto kwa kutumia maji, mchanga na chochote walichoweza kupata. Hata hivyo, moto ulikuwa tayari umeshika kasi kubwa. Mali nyingi zimeteketea: vitabu vya wanafunzi, magodoro, nguo, sanduku za binafsi na mahitaji muhimu ya masomo. Dhamani halisi ya mali iliyoharibiwa bado haijajulikana. Kwa bahati nzuri, hadi kufikia sasa hivi hakuna vifo vya wanafunzi vilivyoripotiwa, jambo ambalo wengi wamelitaja kama muujiza katika makubwa ama janga hili, na hakuna maafa. Chanzo cha moto huo bado hakijajulikana, huku mamlaka husika zikithibitisha kuwa uchunguzi rasmi tayari umeanzishwa ili kubaini chanzo halisi cha mkasa huo. Lakini kufikia sasa hivi, baadhi ya wanafunzi walitoroka kutoka pale ndani na wengine wataruhusiwa kuelekea nyumbani na wazazi wao hadi taarifa zaidi zitakapotolewa. Kufikia sasa hivi tunapoendelea kukujuza taarifa hizi, asubuhi ilipofika, wazazi wengi walipokea taarifa hizi kwa mshtuko mkubwa. Wengine waliamka na simu zisizoeleweka, wengine wakasikia kupitia mitandao ya kijamii, na wengine walikimbilia shule hiyo bila hata kujua hali halisi. Ni majonzi makubwa hasa kwa wazazi wanaojitahidi kwa hali na mali kuhakikisha watoto wao wanapata elimu bora. Lakini hii si mara ya kwanza, manake kumekuwa na mikasa Magena. Lakini tukio hii la moto si la pekee. Kwa wiki chache zilizopita, eneo la Magena limekumbwa na mfululizo wa matukio ya kusikitisha ambayo yameacha jamii ikihisi hofu na huzuni. Mtazamaji, hivi karibuni kumekuwa na visa mbalimbali katika eneo la Magena ambavyo vimeweza kuleta maswali mengi kwa wananchi, na sasa ni wakati ambapo hata itabidi dini zote kuingilia kati na kuombea eneo la Magena. Manake kabla ya moto huu wa leo kuteketeza shule ya upili ya wavulana ya Magena, kumekuwa na visa mbalimbali. Kisa ambacho kilifanyika takriban mwezi mmoja ambao umepita, mwili wa mwanamume mmoja ulipatikana kwenye mto, ambapo kisa na kiini cha kifo chake hakija bainika hadi kufikia sasa hivi. Hapo kisha miezi miwili iliyopita, bado kuna kijana aliyepatikana ameuliwa baada ama siku ambayo walikuwa wanaenda kwenye makafani ama mochwari kwenda kuleta nyanyake kumzika. Siku hiyo hiyo na yeye akafariki kwa mazingira tatanishi. Baada ya masiku kadhaa hivi, tukasikia taarifa pia mtu mmoja amepigwa risasi kwenye mojawapo kati ya klabu hapo kwenye mji wa Magena. Siku kadhaa zilivyoendelea kuenda, tena tukasikia taarifa za moto mkubwa ambao pia uliweza kuteketeza biashara za baadhi ya vibanda ambavyo vinapatikana katikati mwa mji wa Magena, na kuweza kukadiria ama baadhi ya wafanyabiashara kuweza kukadiria hasara kubwa zaidi. Na siku chache pia baada, takriban siku 3 ambazo zimepita, kulikuwa na visa ama kisa cha ajali ambao kufikia sasa hivi wengi mliweza kuona mama fulani ambaye alikuwa anachukua wanawe wawili shuleni aliweza kuhusika kwenye ajali mbaya baada ya lori ambayo alikuwa anasafirisha mikate kuwagonga na pikipiki ambayo walikuwa wamepanda, ambapo mwendeshaji pikipiki alifariki papo hapo, na baada ya kukimbishwa hospitalini wao watoto nao ikasemekana kwamba wameweza kufariki. Kwa hivyo ni ajali ambayo ilitukia takriban mita
mita 10 hivi kutoka kwa shule hii ambayo imeteketea karibu na wale wanajua Magena Main, ambayo inapatikana eneo bunge la Bomachoge Chache. Na baada hiyo siku ama baada ya siku mbili, juzi kumetukia pia na matukio mawili eneo hilo la Magena, ambapo gari la aina ya Probox iliweza kupoteza mwelekeo na kukimbia hadi kando ya nyumba mbali sana kutoka kwa barabara na kuweza kuwagonga wamama wawili waliokuwepo pale na mtoto mmoja, ambapo mama mmoja alifariki papo kwa hapo na wengine, mama na mtoto mwingine, wakapelekwa kwenye hospitali mojawapo kati ya hospitali katika eneo la Magena, lakini kibahati mbaya pia kupoteza maisha pale. Na hiyo siku pia kuna kijana ambaye anafanya kazi ya kupasua kokoto. Pia wakati ile hali ya kuweza kutafuta ile mawe ya kuweza kupasua kokoto, jiwe likamwangukia na kumfinya na lililosababisha yeye kuvuja damu nyingi. Wakati ambapo alikimbizwa kwenye hospitali, alifariki hiyo siku. Kwa hivyo ni msongo wa misiba ambao umekuwa ukifanyika katika eneo lile, na wakazi wamekuwa wakijiuliza, je, mbona hizi vitu zinatendeka hivi, haswa wakati huu ambapo pia ni mambo watu wanajaribu kuanza mwaka na kujipanga. Kwa hivyo ni baadhi tu ya masuala ambao umekuwa yakitendeka, na leo hii pia sasa ni taarifa tumepokea za kuchomwa kwa shule. Unafahamu kwamba ni vitu majuzi baadhi ya wanafunzi wameweza kujiunga na hiyo chuo kikuu. Manake ukitazama kuna wale wazazi ambao wameweza kupeleka wanafunzi grade 10. Unaweza imagine that burden ambao wamekuwa nayo, especially kufanya shopping, kulipa fees, school fees. Mzazi ametulia sasa angalau wiki moja sasa, na tumai kwamba mwanafunzi wake atakuwa anasoma, then all of a sudden tukio kama hili linatokea. Vile vitu, ile shopping yote and all the things ambazo wamefanya inaenda kwa jivu kutoka na moto mkubwa ambao umekuwa ama umeteketeza bweni na mabweni ya shule hiyo. Kwa hivyo ni baadhi tu ya taarifa ambazo zinakera zaidi, na tunaombea tu wazazi wale waweze kuwafariji na kuwapa nguvu zaidi wakati huu mgumu, manake kuweza kufanya ama kuwa mzazi na kupokea taarifa kama hizo, pia na wale walimu wako pale na wafanya kazi biashara, wafanya kazi na wanabiashara, manake janga hili linaathiri kila mtu. Kwa hivyo ni baadhi tu ya taarifa ambazo zinaendelea kujiri, especially kutoka eneo hilo la Magena. Sasa ni wito tu hata viongozi wa kidini waweze kuja pamoja, angalau wafanyie eneo lile maombi ambayo yanaweza kukemea ajali za ghafla na mambo mengi ambayo yanatukia. Of course kuna ajali hazina kinga, lakini kuna baadhi tu ya mambo ambayo pia yanahitaji maombi. Maanake ni kila jambo ambalo linahitaji maombi, na viongozi wa kidini waweze kutokea na kuzungumzia masuala hayo, na angalau hata kusimama na zile familia ambazo zinaathirika, na pia kuziombea shule zetu. Manake hii ni jambo ambalo siku mingi huwa limekuwa likiwa kutoka hapo mbeleni, lakini sasa hii hapa imekuwa ni mapema, manake ni Januari ndio wanafunzi wameanza madarasa mengine, na ndio wengine wanajiunga. So ndio baadhi tu ya masuala yanajiri. Karibu kwenye Kisi Informa 10, endelea kusubscribe, nitakuwa nakupasha zaidi. Jina langu mimi ni Omache, nitakuwa nakupasha. Subscribe, don't forget also to turn on the notification button ili unakuwa updated anytime we post. Thank you, let's meet to the next video.